Yeah. Nilikuwa naomba tumsikilize huyo jamaa ni nini anachokiongea katika maongezi yake. Halafu kisha mimi nitakuja nizungumzie mambo makubwa mawili kutokana na hiyo video au kutokana na alichokisema. Watu wanaona nimekengeuka eti nampinga Mungu. Mimi shetani. Mngekuwa mnajua nyie. Nawapa tu siri moja. Katika hii dunia asilimia moja ndio watu ambao wanaikontrol hii dunia. Asilimia hii moja. Asilimia 4 ni watu ambao awaken. Alafu asilimia 95 ni watu ambao wamelala fofofo. Hawaelewi chochote kuhusu hii dunia. Hawaelewi chochote. Wale tunaita makondoo. Naelewa, hawaelewi chochote. Sasa wale asilimia 1, tuanze na wale asilimia 4, wanajitahidi waamshe wale asilimia 95 waliolala na wao waamke. Ila wale wa asilimia 1 hawataki wale wa asilimia 4 waamshe wale wa asilimia 95 ambao wamelala. Na wale wa asilimia 95 wanawaona wale wa asilimia 4 ni mafala. Ni watu ambao wamekengeuka, wapuzi, hawaelewi chochote. Kwa hiyo wanawataka wale wa asilimia 4 na wao warudi waendelee kulala kama wale asilimia, kama wao asilimia 95 walifulala. Ndio nyie sasa. Nyie ndio asilimia kubwa, yani asilimia 95 wote mmelala. Mimi nipo katika asilimia 4 ya watu ambao awaken, watu ambao wameamka. Kwa hiyo mimi siwezi nikaendeshwa na mihemko yenu. Umeona? Kwani ninaposema kitu ninamaanisha na nina uhakika nacho. Mimi siishi kwa kuamini. Nina uhakika huyo Mungu ni hayupo na hajawahi kuwepo. Na Mungu hayupo na shetani hayupo. Yaani hivyo vitu vyote ni created, watu wamecreate kuweza kutengeneza kuwajazia nyie hofu. Kwa hiyo mimi ninachosema kwamba Mungu hayupo ninamaanisha Mungu ni hayupo. Mungu haexist wala shetani haexist. Kwa hiyo mimi ni watu ambao ni asilimia 4 ambao ni awaken, wameamka, wanaelewa vitu ambavyo katika hii dunia watu asilimia 1 ambao wanatawala watu asilimia 95. Nyie mpo katika watu ambao umelala. Kwa hiyo najitaka ujitahidi wewe uniamshe ili mimi nirudi katika huko ulipolala. Siwezi nikafanya ujinga huo. Mungu ni hayupo. Na siwezi nikaabudu kitu kinachoitwa Mungu. Hakuna kitu kinaitwa Mungu, hakuna kitu kinaitwa shetani. Hizo zote ni created, watu wamecreate. Mungu angekuwa ana akili, si angetutengenezea kitu kama memory, vyote viwepo katika akili yetu, sisi tunakuwa tuna remind, tunajua kuna mtu anaitwa Mungu ili tumwabudu. Kwa nini mpaka uletewe vitabu? Ina maana hakujua kama kuna vision nyingine ambayo inabidi aitengeneze mtu kwenye memory pia. Amka wewe, usiwe fala, Mungu hayupo. Yeah. Nafikiri tumemsikia vizuri. Sasa katika maongezi yake kuna vitu nataka nivichambue, nataka niviongee. Vinaweza visiwe hivyo hivyo, lakini ni vitu ambavyo vinaendana sana. Kwa hiyo kama umesikiza hiyo video itakuwa rahisi labda kunielewa ni nini ambacho nakimaanisha au ni nini ambacho ninakizumunia ukijue. Sasa kama nilivyotangulia kusema kwenye video part 1 kwamba imani inatumika pale mtu ambapo ameshindwa kuendelea na utafiti au kukamilisha kile kitu ambacho anakitaka kijue. Ndio maana anakuja anasema naamini. Lakini kama atakuwa amefanya tamati, amefanya kazi yake vizuri na ameikamilisha, atakuja aseme najua. Na kwenye ile video nimesema kwamba hakuna cha kwamba ni mambo ya rohoni ndio unaweza kuyawekea imani, mambo yasiyoonekana, kwamba unaweza kaona unasema na muamini mtu na kuamini kwamba uwezi kujua kilichoko ndani ya moyo wake. Lakini bado unatakiwa ukubali ujui, usiseme naamini. Yaani kama mtu uwezi kuona ndani ya moyo wake na uwezi kujua na kuwazia nini au uwezi kujua ni mwaminifu au sio mwaminifu, unatakiwa useme sikujui, kuwa tu makini na kazi yangu. Lakini unaposema unamwamini, maana yake una uhakika naye, ila tu umeona ngoja tu muamini.
Na nachotaka nikiseme hapa ni nini? Kwamba hata kama huyo mtu ambaye unasema umwamini, unaweza ukamjua kwa hakika, ingawaje hapa ni kazi ngumu kumjua. Unaweza kama ni mtu labda ni rafiki yako, ni ndugu yako, unaweza ukaangalia matendo yake, ukaangalia matendo anayoyatenda, anavyoishi na watu, hata ongea yake. Ukiyaweka sehemu na kuanza kuyachambua kwa kina, utapata jibu la hakika kwamba huyu ni mwaminifu, huyu ni mtu mzuri, au huyu ni mtu mbaya. Na utamwambia mimi sina shaka na wewe, ila utomwambia na kuamini. Nafikiri hiyo ni summary ambayo ni ya video iliyoisha ya part 1. Lakini leo nataka kuna kitu nikizungumze ambacho kidogo kinaweza kikawa ni kigumu kwa watu wengi, lakini asiye mvivu wa akili lazima achakati akili yake, achanganye na kile anachokijua, sio anachokiamini, anachokijua. Kama unaona una vitu unaviamini, hivyo uvijui, hivyo una uhakika navyo, vyenye uhakika navyo ni vile unavyovijua kwa hakika. Nafikiri sihitaji kuendelea sana na mada iliyoisha ya kuamini, lakini kwenye kuamini hapo nina kitu nataka nikiongezee kutokana na hiyo video ya huyo jamaa. Jamaa ameongea direct kwamba siamini, najua kwamba Mungu hayupo, kwamba mimi sitaki niwafate nyie mliolala 95%. Sasa hapa kuna kitu ambacho kinaitwa hofu. Hofu ikitawala sehemu yoyote, kuna vitu vinaweza vikashindwa kufanyika kwa ustadi, kufanyika kwa umakini, kufanyika kwa jinsi gani inavyostahili vifanyike. Unapokuwa unajaji mambo ya Mungu, huwa mara nyingi watu wengi wanatawaliwa na hofu ya kuogopa, kwamba akiongea masuala ya Mungu, akakosoa masuala ya Mungu, akakosoa masuala ya imani, anaweza akaonekana amempinga Mungu, na huenda Mungu anaweza akamfungia milango yake ya nini, ya riziki, anaweza akamhukumu kwenda motoni kwa sababu amempinga. Lakini sio kweli. Kosa aliko kwenye kukosoa kwenye kitu ambacho unajua ni kosa, ila kosa liko kwenye kutenda kosa unalijua ni kosa. Katika lile kosa unalolitenda, kwamba hili kwenye akili yako inakwambia kabisa nimetenda kosa, hilo ndo kosa ambalo unakuwa umemkosea huyo Mungu unayejua yupo, sio unayemwamini, unayejua yupo, na unakuwa umemkosea hata jirani yako ambaye umemtendea kosa unajua ni kosa. Nitakupa mfano. Ukiachilia mbali kwenye swala la vitabu vya dini kuandika kwamba watoto wadogo wanapita direct kwenda mbinguni, unaweza ukatazama hata wewe mwenyewe kwamba mtoto mdogo ambaye ndo ameanza kutambaa pale, anaanza kusimamia vitu, huwa watoto wanakuwa wasumbufu sana. Wanapokuwa wasumbufu sana, unaweza ukaweka hapo kitu ukakuta kakiharibu, kakimwaga, unaweza ukakuta kachezea hata kwenye umeme anashika, ambapo yeye anaona anacheza au anataka agundue vitu ambavyo havijui, lakini kwenye akili yake atendi yale mambo akiwa anajua ni makosa. Kwa hiyo utakapomkuta labda anachezea moto, anachezea umeme, utamtoa, na utomtoa kwa kumpiga kwamba anaelewa. Na hata atakapokuharibia vitu vyako, labda akakumwagia vitu, akakudumbukizia kwenye simu, kwenye maji, utachukia sana, lakini utomchapa kwa sababu ndivyo hivyo uelewa wake ulivyo. Sasa mfano huu, kama mtoto mdogo uwezo ukamchapa kutokana na kwamba anataka adadisi vitu ambavyo havijui, lakini kwenye ufahamu wake kama atakukosea, akosei akiwa anajua amekukosea, au mchapi. Itakuwaje kwa mtu mzima ambaye kwenye ufahamu wake aoni kama anamkataa Mungu, aoni kama anamkufuru Mungu, lakini anachokitaka ni kudadisi, kujua ukweli halisi, kujua uhalisia wa mambo, hatia yake inakuwa wapi? Kwa hiyo kosa liko kwenye kutenda kosa, unajua ni kosa. Na kitu kingine ambacho nataka nikiseme hapa ni nini? Hautaki kuishi kwa kuangalia watu,
kwa sababu yule jamaa alivyosema mimi najua Mungu hayupo, kuna watu wamemchukulia tofauti sana. Kuna watu wanaweza wakamtenga, kuna watu wanaweza wakamuona kama vile ni shetani. Nimeona kwenye comment wanaongea vitu vingi sana ambavyo ni vya ajabu, wanamuombea laana, wanamuombea apate mambo mabaya. Wanasema wengine Mungu msamehe kwa haya anayoyasema, juu anayoyasema. Lakini ni kwamba hawazitumia akili zao ipasavyo. Kuna sehemu wanakuwa wavivu wa kufikiri. Maona, nafikiri ninachokijua mimi, kazi ya miguu ni kutembea na kazi ya macho ni kuona. Alafu miguu ikichoka kutembea haitosaidiwa na macho, kwamba macho yatakuja yaisaidie miguu kutembea kwa sababu miguu imechoka. Hata kama imechoka lazima itembee, kama kuna bado safari ya kutembea. Hakuna kiungo chochote ambacho kitakuja kiisaidie miguu kutembea. Vivyo hivyo kazi ya akili ni kuchakata mambo, ni kufikiri kwa kina, magumu mpaka iyapatie. Na ikifanya hivyo, hiyo ndo kazi yake. Hauhitaji kuchoka kufikiri ukasema mimi nahitaji kuamini, ila unahitaji uchakate mambo na ufikiri. Na ninachokijua mimi kitu kingine, kwamba hakuna mtu ambaye hana akili, kwamba fulani ana akili nyingi, fulani ana akili kidogo. Wote tuna akili, lakini tunakuja kupishana kwenye wavivu wa kufikiri na kwa wanaopenda kufikiri wasio wavivu wa kufikiri. Kwa hiyo basi, kama wewe unaona ufahamu wako ni mgumu kuelewa, ni mgumu kuchakata mambo, fanya mazoezi. Hata mtu yoyote anapokuwa anahitaji kutunisha misuli, kutunisha kifua, kuwa na misuli, kuonekana kidari, kuonekana ana misuli, kuna mazoezi anayafanya. Anaenda gym, ananyanyua vyuma. Anaponyanyua vyuma asikii raha, anasikia maumivu, na yale maumivu ndio yanakuja yanajenga misuli, ndio yanakuja yanamfanya aonekane hivyo unavyomuona. Sio kwamba imetokea tu, kuna gharama amezilipa za maumivu. Kwa hiyo vivyo hivyo na akili, ili akili yako ipanuke, ili akili yako iweze kufikiria mambo makubwa, ili akili yako isichoke, unatakiwa ifanyishe mazoezi kwa kufikiria mambo magumu. Nafikiri sijui tunaelewana au ninaenda haraka. Unatakiwa ifanyishe mazoezi. Kwa hiyo mambo magumu utaki kuyawekea imani, kama nilivyotangulia kusema kwenye video iliyoisha, kwamba watu wengi mambo magumu wanaishia kusema naamini, lakini unatakiwa chakati akili yako. Na ninavyojua mimi, hatia iko kwenye akili. Kama huyo Mungu wako yupo, ambaye unajua yupo, sio unamwamini, narudia tena, unayejua yupo, kama yupo atakuhukumu kutokana na yale mambo ambayo umeyatenda, unajua ni makosa. Hata kuhukumu kwa sababu ulisema kitu fulani ukiwa unakijua kiko hivyo, alafu akakuhukumu hata kama ulikosea. Hebu mpiga picha, jaribu kuwaza kwamba kwenye hii dunia kuna watu wengi na kila mmoja ana imani yake. Lakini unapokuja kwenye dini fulani, labda ya Kikristo, wanakuambia kwamba yoyote atakayekufa jamkiri Yesu anaenda motoni. Ukienda kwa Uislamu wanakuambia yoyote atakayekufa hajasilimu anaenda motoni. Lakini ukienda India, wanafundishwa watoto toka wanazaliwa wako kwa wazazi wao, wanafundishwa kuabudu sanamu. Wanaambiwa sanamu ndo sehemu sahihi, na wanawachekeni nyinyi ambao mko kwenye dini zingine kwamba mnaabudu vitu ambavyo havionekani. Ukienda China vivyo hivyo, wanakwambia hapa duniani kuna dini nyingi, kuna imani nyingi. Sasa piga picha kwamba Mungu atawachoma watu wangapi moto, na wangapi ataenda nao mbinguni. Lakini kama utakuwa si mvivu wa kufikiri, utakuja ugundue kwamba kama kweli huyo Mungu yupo ambaye unajua yupo, sio unamwamini. Narudia tena, sio unamwamini. Ukisema unamwamini una uhakika. Na kama unatembea na neno kuamini, litoe, tafuta uhakika na useme najua. Naomba tuelewane hapo. Kwa hiyo kama Mungu yupo, huyo ambaye unajua yupo, sio unamwamini, atamhukumu mtu kutokana na kile kitu ambacho alikitenda, anajua ni kosa. Sio alichokitenda ajui ni kosa. Kama ingekuwa hivyo, asingesema kwamba kwenye vitabu vyenu akaandika kwamba watoto wadogo wanapita direct kwenda mbinguni.
hawapiti kwenye mchujo, kwa sababu hata watoto wadogo wanawakwaza wazazi wao ambao hawajitambui, wale wanawakwaza, wanawakosea. Umeona? Kwa nini wasiende motoni kama wana wao waliwakosea wazazi wao tena wakuwazaa? Hawaendi motoni kwa sababu kwenye akili yao hawakujua nini ambacho wanakitenda, hawakujua kama ni kosa. Kwa hiyo na wewe kwenye jambo lolote, simamia kile unachokijua kwamba ni sahihi na ukitende katika usahihi. Lakini kile ambacho watu wengine wanakiona ni sahihi, kama ukikubali, kama ukioni kiko sawa, una haki ya kukipinga, sio kufata mkumbo kwamba fulani anasema hivi, watu fulani wanasema hivi, watu fulani wanaona kitu hiki kiko hivi, kwamba na mimi niwafate, nisije nikaonekana tofauti, nisije nikaonekana kwamba mimi nimeenda kinyume nao. Hiyo ni hofu ndio inakutawala. Na sehemu yote, nimetangulia kusema, sehemu yote inapotanguliwa na hofu, mambo hayawezi yakaenda vizuri, huwezi kuzitumia akili zako vizuri. Kwa hiyo nikitaka kusummarize hapa, issue kubwa iko kwenye kosa unalolitenda, unajua ni kosa. Kwa hiyo nikirudi kwa jamaa anaposema najua Mungu hayupo, kwenye akili yake ana hatia ya kwamba anamkataa Mungu, kwenye moyo wake ana hatia ya kwamba amempinga Mungu, yaani ana hofu. Sasa huyo huwezi ukampishanisha na mtoto mdogo ambaye anaenda kuchezea umeme. Kinachohitajika wewe ni kumtoa kwenye umeme, ambaye ni mtu mzima, unamwona anachezea umeme, na anapokosea hata akakuharibia vitu, hautompiga, utamwambia kwamba utamtoa pale ambapo amekuharibia vitu vyako. Kwa hiyo nafikiri kwa leo naomba niishie hapa. Chambua kile kitu ambacho umekiona ni sahihi, nenda kachanganye na cha kwako, kaa chini, tulia, chambua tena ule mchanganyiko ambao umechukua vitu vyangu na vile ulivyokuwa navyo, kisha chambua tena na upate kitu kizuri ambacho ni zaidi, ambacho nakijua, sio unakiamini. Nimesema kwenye video iliyoisha kwamba mtu ambaye ana akili zake timamu, ambaye si mvivu wa kufikiri, ambaye akili zake haziwekei uvivu, hakuna sehemu yoyote ambapo ataanzia naamini, kwamba kwenye sentensi yoyote haipo sentensi atakayoanza naamini, isipokuwa kile kitu kama hana uhakika nacho atasema sikijui, na hiyo ndio hatua ya kwanza ya kwenda kukijua. Utakaposema naamini, maana yake ukijui na hautofanya utafiti na hautohitaji tena kukijua. Kwa hiyo kuamini ni kwa wavivu wa kufikiri peke yao, na nashindwa kuelewa kwamba hawa walioweka neno naamini, huenda hapa nyuma kulikuwa kuna siri kubwa, kwa sababu neno naamini linasababisha vitu vingi sana vya ovyo. Vinasababisha watu kuamini vitu ambavyo havipo, badala yake wangejua. Unaposema kujua, huwezi kujua kitu ambacho huna uhakika nacho, lazima ukitafiti. Lakini unaposema naamini, uhitaji kutafiti, uhitaji kuishughulisha tena akili yako. Asanteni. Unaweza kuchambua kile kitu ambacho umekiona ni sahihi. Samahani, leo kwenye hii video nimeenda haraka, nimeongea kwa haraka, kwa hiyo unaweza kuchambua. Asanteni.